Bwana, tunaendelea katika sehemu ya 5 ya simulizi hii ya Nibaki na Wewe, na kukumbusha kwamba sehemu ya 4 tulisha pale ambapo Isa alikuwa amekamatwa na yupo katika jumba ambalo haelewi ni wapi, lakini kwa huruma ya Inspector Kimba. Kumbuka Inspector Kimba anafanya kazi kwa ukaribu kabisa na mfanyabiashara maarufu ambaye ana mtandao mkubwa sana wa kihalifu. Inspector akamwambia kwamba kijana, kwa sababu ya jinsi ambavyo nimeipata historia yako, nimekuonea huruma. Kwa hiyo kuna siri na namna ambavyo anaweza kujinasua. Mikakati yote aliweza kumpatia Isa kama ataweza aweze kujinasua katika mtego huo. Kumbuka kwamba Inspector Kimba alipotoka nje alikutana na timu nzima ya mzee Hamed, kwa maana mzee Sarif ambaye alikuwa amefika pale pamoja na kijana wake Hamed na mama yake kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Isa ambaye tayari amekamatwa anauawa. Na kuna vijana walikuwa wamefika na marungu pale, kama yale marungu ya kuchezea mchezo wa gofu, na kumbuka msikilizaji. Sasa tuendelee pale ambapo tuliishia. Nini ambacho kinakwenda kutokea? Ni kweli Isa anakwenda kupokea huo mkongoto hadi kuuawa, ama kuna kitu gani ambacho kitaendelea mara baada ya hapo? Basi karibu sana. Mimi naitwa Pasco Tuliano. Basi upande wa pili, wakati jua likizama katika jiji la Dar es Salaam, lilimkuta Dickson akiwa amesimama katika gari karibu na pabu ambayo Sesi anafanyia kazi. Akiwa mahali hapa, aliendelea kuchezea simu yake. Muda wote macho yake yaliendelea kutazama picha mbalimbali za mrembo huyo. Dickson alikuwa na kikao binafsi baina yake na Sesi, na kikao hiki ameamua kukifikia kwa maana kukifikia mwafaka siku ya leo. Akiwa anaendelea kuchezea simu yake, alikuja Sesi, akafungua mlango, kisha alikaa siti ya pembeni. Kiubaridi fulani kutoka katika kiyoyozi kiliendelea kuwapuliza kwa mbali, nao wakaingia katika mazungumzo. Hivi kuna nini Diki? Maana sijakuzoea hivi? Sesi aliuliza akiwa anapandisha sketi yake vizuri. Alikuwa amevaa sketi nyekundu ambayo iliishia mapajani, huku ikiwa na mpasuo mdogo eneo la kati lilofanya Dickson atamani kutizama ndani zaidi. Tunajua wanaume tena. Macho yake muda wote alikuwa katika mpasuo huo. Sesi, nataka unisaidie kitu. Kitu gani? Nahisi kama Dickson alishindwa kuendelea, akabaki kimya. Kilichomfanya ashindwe kuendelea kuzungumza ni macho yake kutua katika kifua cha Sesi. Aliona chuchu zikiwa zimejitokeza vyema kabisa. Kama mwanaume, uvumilivu ukamshinda. Moyoni alijiambia, Sesi anaonekana ni mzuri kuliko hata Margaret, lakini Jamila nimempa cheo pale kazini kwa maana ya Margaret. Kumbuka Dickson anamfahamu Jamila kwa jina la Margaret, si Jamila. Akaendelea kujiuliza, akamwambia vipi akijua kama nataka kutoka na rafiki yake itakuwaje? Bwana we, potelea pwete. Acha nijaribu bahati yangu bwana. Kauli hii ilimfanya aweze kuzungumza kwa sauti. Hivi Sesi, unaweza kufumba macho? Dickson, unataka kufanya nini? Sesi aliuliza akiwa anacheka. Uso wake ukaachia tabasamu jepesi. Dickson alijionea uzuri wa sura ya mwanamke huyu. Moyoni mwake kukazidi kujenga nyumba ya upendo. Alijiona akiwa na sababu bilioni za kuhamisha upendo wake kutoka kwa Margaret ambaye ni Jamila hadi kwa Sesi. Kisha alijibu, no, nakuomba tu kwa sababu naona aibu kusema kile ambacho nataka kusema muda huu. Dickson, wewe wakunionea aibu mimi kweli? Wewe unalipi jambo wewe? Please, fanya kile ambacho nakuomba. Sawa Sesi, alisisitiza Dickson. Sesi alifikiria kwa muda, akatazama nje ambako wateja walikuwa wakiingia katika pabu ile. Alimeza funda kubwa la mate. Kufanya kile alichoombwa ndicho kilichofuata. Alifumba macho. Hii ikawa ni fursa kwa Dickson ambaye alipandisha vioo vya gari yake juu. Weusi ukatawala katika gari ile kabla ya mwanga wa blue kuketi himaya. Alifanya hivi makusudi. Alitaka kuwe na mwanga ambao ungemtoa katika aibu. Alikuwa na aibu. Moyoni mwake alikuwa na azma ya kumchezea na kumshikashika Sesi. Kwa namna ambavyo mrembo huyu alikuwa akionekana kwa siku hii kulimfanya Dickson ashindwe kabisa kuzuia hisia zake. Taratibu alianza kupitisha mkono wake katika mapaja ya Sesi.
Ubaridi ukamfikia Cecy ambaye alikurupuka akiwa anafumbua macho. Aliuliza, Dickson, unataka kufanya nini? Cecy, kama nitakuwa nakosea basi nisamehe sana. Lakini nimeanza kukupenda Cecy. Niko hapa kukuambia ukweli juu ya hisia zangu kwako. Sina jinsi, acha tu niseme kwamba nakupenda. I love you so much. Dickson alifunguka. Masikio ya Cecy yalikula kauli hii. Ghafla simu ya Dickson iliita. Aliyekuwa anapiga hakuwa mtu mwingine bali alikuwa ni Jamila, ambaye Dickson anamfahamu kwamba anaitwa Margaret. Sisi tunamfahamu kwamba anaitwa Jamila. Dickson akaitazama ile simu kwa sekunde kadhaa akifikiria kabla ya kuipokea. Sasa akamwambia, "Pokea hiyo simu," alisisitiza. Dickson alipokea, lakini kupokea kwake ilikuwa ni kama anamfukuza Cecy ambaye alishuka katika gari kwa haraka sana. Dickson alishikwa na hasira. Simu akakata huku akifoka, ujinga gani huu unafanya? Hivi kwa nini ameondoka na sijamalizana naye huyu mwanamke? Aliishia kumtazama Cecy kupitia kioo. Kiufupi, alikula kwa macho. Mate yalimjaa mdomoni. Hakuona kama alikuwa na sababu ya kumwacha mrembo huyu. Moyoni akala kiapo, nitahakikisha Cecy anaingia katika himaya yangu. Sitojali Margaret atanichukuliaje, lakini nimeshaanza kumpenda. Nimeanza kukupenda Cecy kwa uzuri wako. Nimeanza kuona sasa uzuri wako Cecy. Maneno haya yalimfanya kutazama zaidi picha za Cecy katika simu yake kabla ya kurudisha simu ile mfukoni na kuondoa gari mahali pale. Mtihani mwingine kwa Jamila ulikuwa ni huu. Endapo akijua ukweli kuwa Dickson anampenda Cecy ambaye ndiye aliyemkutanisha naye. Kumbuka Cecy ndo master plan, msikilizaji, kwa yote ambayo Jamila anayafanya. Kumwacha mume wake, kuisaliti familia yake, mpaka hivi sasa naishi kwa Dickson. Master plan wa yote haya alikuwa ni Cecy. Sasa nini ambacho kitakwenda kutokea? Tuendelee kwa pamoja. Kwa bahati mbaya Cecy ndio anajua siri nyingi za Jamila kama ambavyo tunafahamu. Sasa mtihani huu kwake kuvuka ulihitaji mawazo ya Dickson kubadilika, lakini kwa wakati huu tayari sura ya Dickson ilishahama kabisa na tayari ameanza kumpenda Cecy. Basi tutoke upande huo msikilizaji na turudi kule aliko Isa. Mr. Serif walipofika ndani tu, jambo la kwanza lilikuwa ni kumshika Isa na kuanza kumburuza, huku akiamini kuwa mtu huyu asingeweza kufanya lolote kutokana na pingu ambayo walikuwa wamemfunga. Yaani wewe unampiga mwanangu, unamuumiza, si ndio? Wewe bwana mdogo, alifoka Mr. Serif akiendelea kumburuza Isa. Yaani wewe unajua nimepataje huyu mtoto? Miezi 9 mwanangu nimembeba, wewe unakuja kumpiga piga, unamvunja mfupa. Unamvunja shingo mwanangu. Mrs. Serif naye alikuja juu. Tena huyu alikuja alijifanya yeye ndio mshindi na bingwa wa muda wote. Muue tu huyu baba muue huyu. Ahmed alichangia akishinikiza baba yake amuue Isa. Vijana wakaendelea kusaidizana na wakuu wao wa kazi katika kumburuza Isa na kumpiga. Walimrisha marungu ya kutosha msikilizaji. Wakampiga ngumi za kwenda kwa lengo la kumnyongonyesha na mwisho amuue kabisa. Kila aliyepiga alipiga sehemu sahihi. Kila aliyepiga hakuchagua sehemu ya kupiga msikilizaji. Walimfakamia Isa kama chakula kwa watoto wenye njaa. Walimpiga, wakamburuza kwa zaidi ya dakika kama 20 hivi. Imagine dakika 20 zote mtu anachezea kichapo. Na kichapo cha marungu, kipigo cha mbokoko. Kwa kuwa chumba kilikuwa na ukubwa kidogo, basi walijimoyamoya sana wakati wanafanya unyama ule. Walijiona wao ni washindi. Baada ya kumburuza kwa muda mrefu, Mrs. Serif alitoa kisu na kumkabidhi Ahmed huku akisema, kila kitu kipo katika mikono yako mwanangu. Haya, maliza kazi. Sauti hii iliwaamuru vijana kumrudisha Isa katika kiti. Kisu kikashikwa vyema na Ahmed ambaye alipiga hatua hadi alipokuwa Isa.
alimtizama usoni kabla ya kurudi nyuma, huku akikilambalamba kisu kwa mbwembwe kwamba anakwenda kuua, yani anakwenda kuchinja. Damu zilikuwa zikichuruzika. Zilimchuruzika sana Isa kila sehemu. Kila eneo la mwili wake kulikuwa na damu, huku pingu zikiwa zimetoka mikononi kwa wale vijana, na walijua huenda zimeshafunguliwa pingu zile. Akiwa anachuruzika damu, Isa akaendelea kutazama katika mguu wa kulia wa Ahmed. Aliona akikanyaga ardhi, kisha mguu wa kushoto ukafuata. Moyoni akajiambia akipiga hatua ya 3 ndo analianzisha. Pasi kujua nini Isa amepanga, Ahmed alipiga hatua ya 3. Hatua hii iliambatana na sauti ya kilio, mama! Kilikuwa ni kifuti ambacho kilitua katika eneo la sehemu za siri za Ahmed, ambaye aliruka hivi kama Masai kapandisha moli, huku akidondosha kisu chini puu. Mr. Serif akashikwa na sintofahamu. Kuna nini? Akapayuka kwa kusema, wewe, mkamateni huyo, mkamateni! Sauti hii ni kama ilihalalisha kifo kwa kila kijana ambaye alikuwa anamsogelea Isa. Ilikuwa ni sauti ya filimbi kwa wachezaji wanaotafuta ubingwa mbele ya mahasimu wao wa jadi. Yaani ni kama Simba na Yanga. Kumbuka Isa ni bingwa sana wa mapigano, Kung Fu, martial arts na kila aina ya mapigano unayojua. Isa ameiva. Walijidanganya. Sasa kijana wa kwanza akiwa na rungu lake alirusha akiamini litamfikia Isa. Rungu lilidakwa. Mkono wake ukavunjwa, huku rungu lile likidondokea katika mikono ya Isa mwenyewe. Kichaa kapata rungu. Alimpiga nalo yule kijana kichwani. Kijana alidondoka chini akiugulia maumivu. Kilichofuata ilikuwa ni kichaa, kama nilivyokuambia, kapewa rungu. Kila aliyekuja mbele yake alifumuliwa. Kila aliyejaribu kumfuata alipigwa. Mrs. Serif mara baada ya kuona Isa ameanza kucharuka, haraka sana alitoa bastola yake. Maskini. Laiti kama angejua kufanya vile ni kosa kama kuvuta bangi mbele ya kituo cha polisi, tena mbele ya mapolisi ama polisi ambaye hajalipwa mshahara kwa miezi 7, hata asingethubutu kufanya hivyo. Ilikuwa ni kosa kubwa sana. Kisu ambacho kiliachwa na Ahmed kiliokotwa na Isa, kisha kikarushwa kwa ustadi na kwa uharaka wa hali ya juu. Kilisafiri kwa kasi kama risasi inavyosafiri hadi katika eneo la paji la uso la Mrs. Serif. Ardhi ikakubali kupokea mwili wa mwanamke huyu. Malaika wa mauti akajisogeza karibu naye akiwa na saa ya uhai. Akaitazama saa hii kama amebakiza sekunde za kuishi. Alipoona namba yake ya uhai ilikuwa imeisha, aliondoka na roho ya Mrs. Serif. Mr. Serif sasa alipomtizama mke wake alimwona kigaragara. Hasira zikampanda, akafura. Haraka sana alitaka kumfuata Isa, lakini alipigwa ngumi 2 za maana katika kifua chake. Ukuta ukala mwili wake. Nafasi kwa Isa ikapatikana. Hakutaka kusubiri filimbi imtoe katika eneo lile. Alitoka nje ambako hakuweka makazi. Aliondoka na kufanya kama ambavyo alikuwa ameambiwa na Inspector Kimba. Mgangu, amka basi. Huyu alikuwa ni Mr. Serif. Alijaribu kumwamsha mke wake, lakini muda haukuwa rafiki kabisa kwake. Ulimwacha na kuondoka na roho yake. Tayari Mrs. alikuwa maiti, mwili ulishaacha roho yake. Haiwezekani mke wangu, uwezo kafa mke wangu, haiwezekani. Mr. Serif alilalamika huku akiwa anautizama mwili wake, kwa maana ya mwili wa mke wake ambao ulipatikana chini. Hakuamini kama yule aliyekuwa chini ni mwanamke aliyempenda kwa dhati tangu ujana wao. Mwanamke ambaye amepigana naye katika kila vita. Leo hii kijana mdogo aitwaye Isa anamuua. Kijana ambaye alikuwa mlinzi tu wa getini kwake, ambaye hakuwa anauweza mziki wake kucheza hata theluthi ama punje tu ya mchanga. Hakuamini kama amepoteza ugwadu wake. Utamu wake umekwenda. Roho yake. Alipata na hasira sana Mr. Serif. Alichukia na kuchukia maradufu. Kisha aliamuru, apatikane Isa popote pale alipo katika nchi, damu yake imwagike, yeye na familia yake.
Hii ikawa ni amri na sio ombi tena. Isa alihitajika katika mikono yake kwa gharama yoyote ile, iwe mchana ama usiku, lakini lazima Isa atafutwe. Vita ikamwangukia Isa na kuanza kutafutwa. Hii ngoma, msikilizaji, ndo kwanza inaiva. Isa ndo kwanza anazidi kuyafufua makaburi. Ngoma inazidi kunoga. Basi msikilizaji, tunahama kutoka huko, tunahamia upande wa pili. Majira ya saa 12 asubuhi alionekana baba Nadhifa akiwa na randaranda katika sebule yake, huku akiwa ameshika simu mkononi. Alienda kulia na kushoto. Simu yake aliishikilia kwa nguvu, ni kana kwamba anataka kuipasua kioo chake. Hasira zilimuongoza, hakuacha kung'ata mdomo wake wa chini. Akiwa anaendelea kurandaranda, mke wake ambaye alikuwa akiteremka ngazi alifika na kusimama kando yake, akisema kwa hasira zilizomfanya abane midomo yake ya chini wakati akizungumza. Isa amefanya mauaji ya Mrs. Serif? Yeah, I heard that news. So I'm very confused. Akimaanisha nimesikia hizo habari na nimechanganyikiwa sana. Na bado Nadhifa anamng'ang'ania tu huyu kijana. Afu kibaya hata kwenye simu hawapatikani. Inasemekana kwamba wamekimbia na binti yetu. Ndio wote. Washenzi sana hao watoto. Mama Nadhifa alikoroma nusu aitupe simu aliyoishika mkononi. Akiwa na hema kwa hasira aliuliza, Isa ananitafuta nini? Anataka nini? Anataka nirudi katika enzi zangu, si ndio? Ndicho kilichobaki. Anazidi kujichimbia kaburi huyo. Kwa hiyo kaenda wapi? Hakuna anayejua. Polisi wanasemaje? Inaonekana alitoka pale kwa amani kabisa. Kuna mtu alikuja kumtoa. Ni nani huyo? Na kwa nini atoke wakati kesi tukiipeleka sisi? Sisi ndio tulipeleka hii kesi. Kaambia kutoka ni jambo moja, lakini inaonekana hadi mtu aliyemtoa amemlipia faini. Sasa huyo mtu ni nani ambaye alilipia hadi faini? Ina maana hawajaweka bayana. Hakuna anayejua. Sasa inakuwaje? Tunapaswa kukaa chini na Mr. Serif tumpe pole, na baada ya mazishi tutajua nini cha kufanya. Baba Nadhifa alimweleza mke wake, kisha alipandisha ngazi kwenda juu ya nyumba hiyo ambako kulikuwa na vyumba vingine. Mama Nadhifa alikaa sebuleni akiwa anafikiria mambo mbalimbali kuhusu Isa na Nadhifa wake na kule kutoroka kwao. Aliwaza akaumiza kichwa. Alienda kulia na kushoto, alichanganyikiwa mno. Moyoni mwake aliumia sana. Hakutegemea kama siku moja Isa angetoweka na binti yake wakaenda sehemu ambayo alikuwa haijui. Kwa namna yoyote Isa anatakiwa kuuawa. Nadhifa ni lazima arudi katika mikono yangu, alijiahidi moyoni mama huyu. Macho yake yakatua katika simu yake kwa muda kidogo, huku akipiga hatua kadhaa kuielekea nje. Alipofika, alitizama mazingira vizuri. Watakuwa wameenda wapi hawa? Swali likapita kichwani kwake kabla ya kurudisha macho katika simu. Akachezea kama dakika moja hivi kabla ya kuweka sikioni. Boss, sauti kutokea upande wa pili ilisikika katika simu ile. Nina deal na wewe. Sawa, niko na deal na wewe. Tukutane Chapabong nao. Mama Nadhifa alikata simu baada ya kutoa hayo maelekezo kwa kijana yule ambaye alipokea simu upande wa pili. Alielekea ndani ambako hakukaa sana. Alitoka na kufungua gari yake. Alielekea hadi katika eneo la maegesho ya magari. Alipanda na kuondoka. Upande wa Mr. Serif alikuwa amesimama karibu na mwili wa mke wake uliokuwa chumbani kwake. Aliendelea kutazama mwili huu huku machozi yakimtoka. Akiwa anaendelea kutizama, alikuja kijana wake na kusimama kando yake. Alimnong'oneza, hayupo kabisa katika mji huu. Kaenda wapi? Hakuna anayejua, lakini anasemekana huenda itakuwa kijijini kwao. Mwanae je? Wote wameondoka bosi. Kijijini kwao ni wapi? Hakuna anayejua. Wewe hujaulizia? Hakuna mtu anafahamu, lakini naye hajulikani yuko wapi. Ni nani wewe? Mke wake Nadhifa, si ndio? Hapana, anaitwa Jamila. Umepata hata picha yake? Ndio ninayo. Naiomba. Mr. Serif aliomba akiwa ananyosha mkono. Yule kijana alitoa picha katika kibegi kidogo ambacho alikuwa amekivaa. Akampatia Mr. Serif. Mkono wa Mr. Serif ukapokea ile picha. Macho yake yalitizama picha kwa uangalifu wa hali ya juu mno. Akatoa simu yake na kupiga picha,
kisha aliiskani kwa Face ID kupitia Google. Picha mbalimbali za Jamila akiwa na jina la Margaret zilijitokeza. Mr. Serif alitazama moja baada ya nyingine kwa umakini. Kila picha ambayo alikuwa anaitazama ikamgandisha kwa muda. Alifikiria kisha alizungumza. Inaonekana anafanya kazi posta huyu mwanamke. Ni co-CEO wa kampuni moja pale. Huyu anaweza kutusaidia kujua nyumbani kwa huyu mtu ni wapi. Tunampataje sasa? Tutaenda posta kumtafuta na tukimpata tumemaliza kila kitu. Baada ya mazishi ya mke wangu kila kitu kitakuwa sawa. Sasa hivi acha nizike kwanza. Baada ya hapo nitamrudia huyu mtu. Iwe anataka ama hataki, lakini mauti yatakuwa mbele yake muda wote kutoka hivi sasa. Mr. Serif alimwambia yule kijana ambaye aliondoka. Wakati kijana anaondoka, alipishana na Hamed ambaye aliingia ndani akiwa na Mudi. Hamed alienda hadi katika maiti ya mama yake, akaifungua. Macho yake yakamdondosha, kwa maana yakadondosha machozi. Hakuamini kama kweli mama yake ameonja umauti na hatoweza kunyanyuka tena. Moyoni aliumia sana. Akamfunika na kumtazama baba yake, kisha akamwambia, "Baba, acha ile liwe chini yangu. No, you cannot do this alone. Hichi kisasa ni cha familia mwanangu. Nitakuwa pembeni yako, bega kwa bega." "Why dad? I can handle this." Yeah, naweza nitamtafuta huyu mpuzi popote pale nitamuua. Hakutaka baba yake amkubalie. Aliondoka akiwa ameongozana na Mudi. Safari yao iliwafikisha nje ambako walikuta watu mbalimbali wenye pesa zao wakiwa wamesimama mafungu hivi. Alimvuta Mudi pembeni na waliingia katika mazungumzo. "Umeshaongea na Sheikh Masudi?" "Yeah, yupo tayari hata kesho." "Mwambie baada ya mazishi nitaongea na tutaanza zoezi." "Sawa. Hakuna shida boss." "Alafu andaa timu ambayo itakuwa na vijana kama si 40, yani isiwe chini ya 20 mpaka 40. Hao wote wanapaswa kujifunza kupigana. Wawe vizuri, wawe ngangari. Nataka watu ambao tunaweza kufanya jambo endapo tukimkamata huyu mpuzi. Nataka kuondoa kizazi chake chote. Hakuna atakayebaki hai ikiwa mama yangu tayari ameshauawa." Alisisitiza Hamed, kisha alimruhusu Mudi kuondoka katika eneo lile, huku naye akirudi ndani kwa ajili ya kuendelea na shughuli nyingine za mazishi ambazo zingefuata katika nyumba ile. Basi upande wa pili, msikilizaji, ikiwa ni nje ya kituo cha treni Morogoro nchini Tanzania, ilisimama RAV4 nyeusi kwenye majira ya saa 4 asubuhi. Ndani ya RAV4 hii kulikuwa na watu 4 ambao waliingia katika mazungumzo ya kina kidogo. Hawakuwa wengine bali ni Nadhifa, Isa, Nahia pamoja na Inspector Kimba. Isa na Inspector Kimba walikuwa mbele, huku Nahia na Nadhifa wakiwa nyuma. "Unaelekea Kigoma kwenu. Utakaa huko kwa muda wote wa maisha yako. As I told you, unatafutwa na watu hatari katika ulimwengu huu. Hupaswi kulaza damu. Inatakiwa kufanya mazoezi kwenye kujilinda kwa sababu najua watarudi kukutafuta." Inspector Kimba alimwambia Isa ambaye aliuliza, "Lakini kuna vitu vyangu ndani nimeviacha, sasa itakuwaje?" "Ni wewe. Unajua kwamba chuki zinatupa hasara. Hilo halitakupa kibali cha wewe kubakia hapa. Rudi ambako wazee wako wapo, ikiwezekana hama kabisa na tafuta eneo la kuishi, yani wewe na familia yako." Isa aliguna huku akigeuka nyuma, akamtazama Nadhifa na kumuuliza, "Baby, si upo tayari?" "Ya, mimi niko tayari kubaki na wewe Isa. Niko tayari kubaki na wewe popote pale mpenzi wangu." Nadhifa alijibu akiwa anamweka vizuri Nahia, mtoto mdogo wa miaka 3 aliyekuwa ameegesha kichwa chake katika mapaja yake. Inspector Kimba baada ya kumsikia Nadhifa akajibu, kama ambavyo Nadhifa amesema, "Nadhani maisha ni popote. Unaweza kuishi mjini lakini amani yako ikawa mashakani. Sasa kwa nini uwe rehani ikiwa kijijini kuna nafasi? Kwa hiyo Isa, mimi nakushauri kwamba rudi kijijini, rudi Kigoma kule mkoani." "Sawa, nimekusikia Inspector." "Haya, asante." Inspector Kimba alimshukuru Isa kisha alivua mkanda. Mkono wake wa kulia ukaenda mbele ya gari ambapo alitoa tiketi 2 na kuwakabidhi. Tiketi hizi zilikuwa ni VIP, tiketi ambazo wangekaa katika siti zenye hadhi. Aliwaambia, "Sasa ili muweze kuishi kwa amani, muwe na maisha ya furaha, basi mnatakiwa kujitenga kabisa na watu mnaowapenda. Hilo tu nawasisitiza."
sometimes it's too hard to handle this. Inspector, muda mwingine ni ngumu sana kufanya hivyo, alizungumza Nadhifa. Akamwambia, no one knows our happiness instead of ourselves. Kwa maana hakuna anayejua furaha yetu zaidi ya sisi wenyewe. So ni rahisi ukiamua, maana hakuna atakayeweza kuilinda furaha yenu. Yeah, kweli uko sahihi, Nadhifa aliitikia. Inspector akaendelea kuambia, nimewawekea laini mpya katika simu zenu. Tafadhali sana msiwasiliane na mtu yoyote kutoka Dar es Salaam. Kufanya hivyo tu ni kukikaribisha kifo, kwa sababu watajua. Wakijua watawatafuta kwa gharama yoyote ile. Mnaweza kuteremka na kila laheri. Inspector Kimba aliwaaga. Kila mmoja aliteremka katika gari ile. Macho yakawa katika treni ambayo ilikuwa ikiwasili kituoni. Isa alimbeba binti yake mabegani, kisha akamshika mkono Nadhifa wake, na waliweza kuingia katika kituo cha treni. Macho ya Inspector Kimba yaliwatizama watu hawa. Uso wake ukaweka tabasamu. Naye alifunga safari ya kurudi Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na majukumu yake kila siku katika ujenzi wa taifa. Basi safari kutoka Morogoro hadi Kigoma haikuwa safari ya kitoto, msikilizaji. Urefu ulikuwa unawasubiri, nao walipaswa kuwa tayari kuivaa safari ile. Unaujua umbali wa safari ya kwenda Kigoma Yaani kama umewahi kusafiri kutoka Dar au kutoka Dodoma, kutoka Morogoro au hata kutoka Mwanza unaenda Kigoma, nadhani umbali unaujua. Show yake unaielewa. Basi hatimaye waliacha Morogoro na kuingia katika mji mwingine. Nahia akiwa katika mapaja ya Nadhifa, huku kichwa cha mwanamke huyu kikiwa katika kifua cha Isa. Maisha mapya ndio walikuwa wanaenda kuyaanza. Maisha ambayo hawakujua yatakuwaje, lakini waliamini katika Mungu na waliamini kuwa kesho yao ingekuwa na nuru kuliko kawaida. Wakiwa wanaendelea na safari, alikuja mhudumu na kuwahudumia kwa kuwa waliagiza baadhi ya vitu, kisha mhudumu huyo aliondoka. Nadhifa alimwamsha Nahia na kumpatia chakula, huku naye akilishwa na Isa. Kifo pekee ndicho kitakachotutenganisha mimi na wewe, Isa wangu. Alikula kiapo Nadhifa akiwa anaweka tabasamu. Akaushika mkono wa Isa na kuupiga busu. Isa alimtizama kwa umakini mwanamke huyu kabla ya kuuliza, Nadhifa, hivi kwa nini umeamua kuondoka na mimi? Akamjibu akamwambia, nilisha hapa kuwa na wewe iwe usiku ama mchana, mvua ama jua, lakini msalaba wako nitaubeba tu Isa. Wewe ni zaidi ya mwanaume katika maisha yangu. Uso wangu na hata moyoni mwangu wewe ni kila kitu. Sasa hivi natambua umuhimu wa penzi hili maishani. Natambua ipi ni sehemu salama katika maisha yangu. Akamwambia, yote 9. Lakini 10 ni kwamba na kuweka matatizoni Nadhifa, na unakuwa sehemu mbaya zaidi. Familia yako itachukia, na kama hilo halitoshi, nina uhakika kuwa unatafutwa kama panzi mbele ya kunguru mwenye njaa. Akamwambia, baby, hakuna mtu ambaye yupo mbele yangu atakutoa moyoni mwangu. Wewe ni zaidi ya maji kwa samaki kwangu, zaidi ya pumzi katika dunia hii. Kuna muda natamani uzame moyoni mwangu na uone jinsi gani ulivyojaa kila kona hadi katika neva za ovary. Wapi hakuna jina lako Isa katika moyo wangu huu wa mwanamke mpole na msikivu. Sina sababu ya kubaki mwenyewe ikiwa sisi ni mwili mmoja. Hatuwezi kutengana. Mwanamke ana mashairi. Hai. Basi Isa akamwambia, sawa, asante kwa kuja katika maisha yangu. Isa alishukuru akiwa anachezea nywele za Nadhifa, ambaye hakuacha kuweka tabasamu huku akimuondoa hofu mpenzi wake. Akamwambia, usijali Isa, na kuamini na niko tayari kubaki na wewe. Akamwambia, na uona upendo wako wa dhati kwangu Nadhifa. Umeamua kuyaweka maisha yako rehani kwa ajili ya mwanaume ambaye hakuna hata mmoja katika familia yako anampenda. Akamjibu akamwambia, na mwanaume mwenyewe ndo wewe. Nadhifa alijibu akiwa anaendelea kumnawilisha tabasamu katika uso wake. Akamwambia, naona kifo kilikuwa ni sehemu ya mwisho wetu uliokuwa mema. Daima nitakuwa nawe kila siku. Isa aliweka kituo na kutazama nje ambako kulikuwa na wanyama wakipita, wanyama mbalimbali. Uso wake ukaweka tabasamu. Lilikuwa ni kundi la tembo ambalo, kwa maana ya tembo ambao walikuwa wanaendelea na safari zao wakitafuta riziki ya kila siku. Akamnyoshia Nadhifa ili aweze kutazama tembo wale. Akamwambia, unaona wale watatu wa mwisho? Nadhifa alitupa macho, aliona tembo watatu, mmoja akiwa wa kike, mwingine wa kiume, na mwingine alikuwa ni mtoto ambaye kwa kumwangalia tu haraka haraka jinsia yake hakuwa wa kiume. Alijibu,
natamani hadi kuwa kama mnyama yani, ili niishi na furaha na wale wanaonekana kama sisi, wanaishi vizuri, wanatembea kwa kujiamini na hata sioni wakiwa na huzuni mioyoni mwao. Isa akacheka akaambia, mpenzi wangu bana, akaambia sio kweli kwamba hakuna mwenye huzuni kati ya wale, bali wameamua tu kuyaishi maisha yao. Unajua, ukiishi maisha yako ndipo unakuwa sehemu salama na amani katika moyo inakujia. Akaambia, ya ni kweli mume wangu, ndio maana nimeamua nibaki na wewe tu, sina mwingine Isa wangu, sina mwingine zaidi yako, tafadhali baki na mimi pia. Akaambia, usijali. Na yule wa mbele sasa ni mwanaume akiongoza, huyu wa nyuma ni mwanamke, na yule mwingine ni Nahia wetu, si ndio? Kweli baby. Sasa tushuke tu ili tuishi na kama wanyama tu, kama Tarzan au unasema yani nitakuwa nikiamka tu naita tembo, alafu unakuja tembo wengine wanakuja kama wote, au naita twiga, alafu twiga wanakuja kama wote na walisha chakula then wanaondoka. I wish we could live to that life, kwamba natamani tungeishi katika maisha hayo. Isa akacheka akaambia, hatuwezi kuwa kama wanyama, lakini tumejitoa mhanga na lazima gari letu la upendo lifike panapotakiwa. Kujenga upendo ni jukumu la kwanza ambalo kila binadamu ameumbwa, na jukumu hili ni rahisi sana, lakini kufanya upendo unawili ndio kitu kigumu. Lakini naamini kwetu hakuna kitu kitashindikana, mpenzi wangu, tutasimamisha furaha yetu, hakika tutafanikiwa. Isa alimueleza Nadhifa wake, kisha akashika vidole vya mrembo huyo na kuanza kukata kucha kwa midomo yake. Tabasamu likawa katika uso wa Nadhifa. Alihisi fahari, alihisi furaha, hata kile ambacho kilikuwa kimewafanya hadi wakaondoka katika jiji la Dar es Salaam kilimtoka kabisa kichwani. Alijiweka sawa na kusema, hebu niambie, nikwambie nini? Nikwambie kuhusu nini mke wangu? Kipi unataka kujua? Akaambia, wewe ulitoka Kigoma lini? Akaambia, ni muda sana, muda mno. Kama miaka mingapi? Anakumbuka nikiwa na miaka 14 ndo niliondoka Kigoma nikaja Dar es Salaam kwa ajili ya kusoma madrasa na kuwa mtu wa Mungu, mtu wa dini. Mimi ni muumini mzuri sana wa dini. Ingawaje sometimes maisha yananifanya niwe mbali na Mwenyezi Mungu wangu. Unajua kuna muda ugumu wa maisha unatufanya tuwe wagumu pia. Ni kweli. Kumbe upo vizuri katika Qur'ani. Sio sana, lakini najua sio kwamba nitashindwa kujifungisha ndoa yetu. Sawa? Baby bwana, yani wewe uwe bwana harusi and then uwe shehe wa kufungisha ndoa kweli? Nadhifa aliangua kicheko huku akimpiga Isa mapajani kwa furaha. Akaambia, mwalimu wangu alinifundisha vitu vingi sana, namshukuru sana yule mtu. Hongera. Na baada ya hapo? Akaambia, tulikuwa wengi sana mimi na marafiki zangu kama 6 hivi kwa kipindi hicho. So tukawa tunaishi maeneo ya msikitini. Asubuhi tukiamka tunasoma Qur'ani, kisha tunafanya mazoezi. Baada ya hapo tunaingia mtaani kufanya biashara za hapa na pale. Kumbe ndio hivyo. Akaambia, na wapi ulijifunza kupigana hayo mapigano? Ulijifunzia wapi? Maana ile siku nilikuona unapigana wewe baba. Nadhifa aliuliza. Isa alikaa kimya huku akifikiria nini cha kumjibu. Alivuta pumzi na kuiachia kwa nguvu. Akamtizama Nadhifa ambaye alimkonyeza, kitu ambacho kilimfanya kuweka tabasamu kabla ya kusimulia. Akaambia, niliambiwa kwamba nina hasira na nahitaji kuzizuia ili nisije kuwa mtu mbaya. Hasira tena? Mtu mbaya kivipi? Mbona nichanganya? Akaambia, ndio. Mtu mwenye hasira anapaswa kujifunza kuzizuia hasira zake, ama kujifunza kupigana ili aweze kuzituliza hasira zake, vinginevyo ataua muda wote ule, tena ovyo ovyo. Na niliambiwa huenda ningekuwa mpiganaji mzuri huko mbeleni kama nikiamua. Nani yule alikwambia? Kuna mtu alikuwa anaitwa Ashak Masudi, anaishi Tandale kwa tumbo. Huyu ndo tulikuwa chini yake. Akatufunza mambo mengi sana, hasa ya kupigana. Nilijifunza pale kwa zaidi ya miaka 9 hivi. Mwaka mmoja mbele nikaenda kuchukua mafunzo ya ulinzi kabla ya kupata kazi pale kwenu. Wow, watu kumbe mnatoka mbali. Hauwezi kuwa binadamu kamili kama hauna historia ya vitu ambavyo vimekufanya uwe hapo. Na kila mmoja ana matukio yake mazuri na mabaya pia ambayo yanaumiza. Ni kweli. Na vipi kuhusiana na Jamila? I mean mama wa Nahia. Akaambia, it's a long story, lakini ametokea Kigoma pia. Ametokea eneo moja? Akaambia, hapana, mimi natokea Ilubengela, naye anatokea Mwakizega. Kwa hiyo ni maeneo tofauti, lakini sio kwamba nyumbani hapa juu. Pole, maana umepitia mengi sana na wazazi wote wapo hai kwani? Akaambia, ndio, kila mmoja yupo hai na nina ndugu 2 wote wa kike.
Oh, what a surprise jamani. Kumbe una ndugu wewe? Akamwambia ya. Tena ni wakubwa sana. Ni wakubwa sana kwa sasa naamini, kwa sababu nitoka muda mrefu sijawaona. Oh jamani, nitafurahi nikiwaona na najua watanipokea pia. Akamwambia usijali kuhusu hilo. Utapokelewa na maofisa zako, wajomba na wengine wengi sana utawaona. Asante sana. Nadhifa alishukuru akiwa anaweka tabasamu. Mambo machache ambayo aliambiwa na Isa yalimfanya kujiona ni mwanamke anayependwa katika uso wa dunia hii. Safari ya Kigoma ikaendelea. Kumbuka msikilizaji, mwanaume mwenzangu ambao unazisikiliza, moja kati ya vitu ambavyo wanawake wanapenda kuvisikia ni wewe unapomshirikisha mambo yako, stori zako, historia yako, mambo mengi kuhusu wewe. Ukimwambia hivyo mwanamke anajihisi fahari, anajihisi faraja sana. Anahisi unampenda na unamwamini. Basi tuendelee na stori yetu msikilizaji. Upande wa pili. Wakiwa wanatembea kando ya barabara taratibu, Yusta na mama yake waliingia katika mazungumzo, huku Yusta akionekana kama mtu ambaye amechukia hivi. Hasira zake zilijidhihirisha hasa pale ambapo alisimama na kumtizama mama yake huku akimnyoshia kidole. Mmekosea kwa hili na wala sipo upande wenu. Sasa wewe kama unataka kuungana na shangazi yako yule mpuzi ni sawa tu, lakini sio kusema kwamba nibadilishe maamuzi yangu. Tena hasa juu huyu mwanangu Nadhifa. Sasa mama, kwa sasa naona ni bora tu kama ukimwacha Nadhifa akapambana na maisha yake, asimame pale ambapo moyo wake unapenda. Mwenyewe maisha yakisha mpige atajua wapi ni sahihi na wapi pabaya. Kama hilo alitoshi mama, mimi namuona akirudi nyumbani bila hata kumpigiza kelele. Hamna haja kutumia nguvu kubwa kiasi hicho. Nyewe mwacheni tu, maisha atampiga atarudi. Yaani wewe nikajua utakuwa na akili. Kumbe nawe ni wale. No mama, kwenye maisha tunahitaji vitu viwili tu. Sawa mimi ni mwanao, lakini tunahitaji vitu viwili kwenye maisha. Tunahitaji afya nzuri na tunahitaji amani, yani furaha. Basi, Nadhifa ameona Isa ni chaguo sahihi kuliko Ahmed. Hapo sasa kosa lake ni nini? Yeye kakosea nini? Wewe, I am not on your thinking side. Sawa mtoto. Akimaanisha sipo katika upande wako wa kufikiria. Akamwambia sasa mama, unaweza usiwe katika upande wangu, lakini unatakiwa kufikiria hili kabisa pia. Binafsi naona yupo sehemu salama na hata alichokiamua ni kitu sahihi. Lazima uwe na mtu unayempenda bana. Alisisitiza Yusta. Jioni hii wawili hawa walikutana kwa ajili ya kujadili kile ambacho kinaendelea, yani kutoweka kwa Nadhifa katika jiji la Dar es Salaam. Mazungumzo ambayo yalikuwa ni ya pande mbili. Wakati Yusta akiona kitu kilichofanywa na mdogo wake kwa maana Nadhifa ni kitu sahihi, ndio muda huo ambao mama Nadhifa alichukizwa. Alisema, nimekutana na Rahim leo. Nimeongea naye na kumkabidhi kazi. Rahim tena mama? Unataka kusemaje? Mbona sikuelewi? Rahim ana watu kila sehemu. Unafahamu Rahim ni muuaji mama. Sasa kwa hiyo umepanga Isa auawe au? Hakuna zaidi ya hilo mwanangu. Siwezi kumpoteza mwanangu kisa huyu mpuzi tu mlinzi wa getini. Na huenda tutapewa ripoti kutoka kwa Rahim muda simu. Mama Nadhifa alishindwa kuendelea mara baada ya simu yake kuita. Green. Ulikuwa ni mlio wa simu kutoka katika mkono wake wa suruali aliyoivaa. Haraka sana mama Nadhifa alipokea simu ile. Hakuwa mwingine ambaye anapiga bali ni kijana aliyemsevu kwa jina la Rahim. Rahim? Hivi mna ndugu kuanzia mikoa ya Mbeya, Shinyanga, Kahama, Mwanza, Tabora, Njombe huko Makambako? Hapana. Kwa nini? Dili lako limetimia. Umejua wapi yupo? Ameonekana Morogoro leo katika kituo cha treni. Mungu wangu, Morogoro tena? Ninapozungumza na wewe ni kwamba ameshapanda treni tangu asubuhi. Rahim, unanisikia? Unanisikia? Mama Nadhifa alipatwa na kigugumizi. Nakusikia. Vipi mama? Unafanyaje sasa? Mimi tayari nimeshaongea na watu wangu katika kila kituo cha treni, kwa hiyo hadi kufikia Kigoma nitajua wameshukia wapi. Sawa. Alikata simu mama Nadhifa huku akimgeukia Yusta ambaye aliuliza, imekuaje huko mama? Kila kitu kinaenda kutimia mwanangu. Inasemekana wapo katika treni, sijui wanaelekea wapi hao watoto. Mama, but on my side nadhani ingekuwa bora kuacha. Mbona unang'ang'aniza hivyo? Hebu mwambie Rahim aachane nao mambo. I can't. Lazima Nadhifa arudi katika mikono yangu. Yule ni mwanangu, yule ni binti yangu, nimembeba mimi tumboni miezi 9. Wewe mtoto na usinichanganye. Mama Nadhifa aliweka msimamo wake huku kile ambacho ameambiwa na binti yake akikiweka kando. Usiku ulipoingia uliwakuta kina Isa wakiwa barabarani.
kwa maana akiwa katika safari ile ya treni. Tuseme walikuwa katika treni, barabara inatumiwa na magari, reli ndio ya treni, sio? Basi tuseme walikuwa katika usiku uliwakuta katika reli, sio? Usiku huu uliwakuta wakiendelea kusaga makalio yao katika siti zao. Hakika safari ilikuwa ndefu, na urefu wa safari ile ulioonwa na kila mmoja, sio wakubwa wala watoto ambao hawakuchoka na safari. Nahia alikuwa amelala, Nadhifa naye alikuwa amelala. Ni Isa pekee akiwa mwanaume alikuwa macho akiendelea kufikiria kuhusu maisha yake. Kichwa chake kiliwaza mambo mengi sana. Kiliwaza kuhusu maisha mapya ambayo anakwenda kuyaishi mjini Kigoma. Ni kweli alikuwa anarudi nyumbani, lakini ni katika eneo ambalo hakulitegemea kama angerudi siku moja tena kwa minajili ya kuishi na familia yake ikiwa kama sehemu ya makazi. Hii ilimuumiza sana. Kichwa chake kikarudisha matukio yote aliyoyafanya akiwa jijini Dar es Salaam. Akazidi kuumia, lakini moyoni alikula kiapo kwamba acha aishi maisha ambayo Mungu amempangia. Alikubaliana na ukweli. Kukubaliana kwa ukweli huu kulimfanya kuweka kichwa katika siti. Usingizi ukampitia. Isa alilala. Majira ya saa 11 alfajiri, masikio ya Isa yalikula sauti kadhaa kutoka kwa watu ambao walikuwa nje na wengine waliingia ndani ya behewa kwa ajili ya kuendelea na safari. Haraka sana alikurupuka kutoka usingizini, akaitizama familia yake kama ipo salama. Ndio, wote walikuwa salama. Akaikumbatia kwa furaha huku akimpiga busu mmoja baada ya mwingine. Stesheni ya mkoa wa Tabora ndio iliyopokea treni hii, ikiwa ni kama kituo kidogo cha mapumziko kabla ya kuendelea na safari. Baadhi ya abiria walikuwa wanapanda kwa ajili ya kuendelea na safari. Miongoni mwa abiria hawa kuna mmoja ambaye alisimama mlangoni katika behewa ambalo kina Isa walikuwemo. Alikuwa ni kijana mrefu ambaye hakupungua futi 6 hivi, akiwa amevaa koti kubwa lililofunika mwili wake. Kichwani alikuwa amenyoa panki moja hivi matata sana yenye kupendezesha kichwa chake. Kwa kumtizama haraka, yule mtu hakuzidi umri wa miaka 40 hivi. Rangi yake nyeusi ilimfanya kutoshangazwa sana kama mtu huyu alikuwa akitokea Kigoma kwa namna alivyokuwa akionekana. Watu wa Kigoma na rangi si mnaelewa jamani, mpaka tuzungumze yote. Akiwa amesimama, alitizama kila siti kwa umakini wa hali ya juu mno. Macho yake yalipokutana na macho ya Isa, alikwepesha uso wake haraka sana na kuinamia chini. Kisha alipiga hatua za taratibu hadi katika siti ya upande wa pili ambayo ilikuwa na mtu mmoja hivi. Akaweka makazi hapo. Akamsalimia mtu wa pembeni yake kabla ya kutoa simu na kuanza kuichezea. Katika simu hii kulikuwa na picha ya Isa ambayo alitumiwa kwa njia ya WhatsApp. Naye alihakikisha kwamba anaitizama picha hii bila Isa kutambua kama anatazamwa. Isa naye alimtizama mtu huyu kwa umakini mno kwa sababu alikuwa tayari amekwisha kumshtukia. Kumbuka Isa ana mbinu nyingi sana za kiintelijensia. Ilikuwa ni kwa kuibia tu alimgundua. Kwa bahati mbaya hakubahatika kuona picha yake vizuri, lakini kichwani kwake alihisi huenda hakuwa si mtu sahihi. Mtu gani amenyoa panki kiasi kile na ni mtu mzima miaka 40 hivi? Akadhani hivyo, lakini wasiwasi huu ulimtoka mara baada ya binti yake kushikwa na haja ndogo. Aliomba aende akapatiwa huduma. Wakati Isa anaondoka na binti yake, yule mtu alibaki akihesabu kila hatua ambazo Isa alikuwa anazipiga hadi anaelekea katika msala. Kisha alirudisha macho yake kwa Nadhifa ambaye alikuwa akitazama familia yake. Uso wa yule mtu ukaweka tabasamu laini ambalo liliashiria amani. Akatabasamu kana kwamba anafahamiana na Nadhifa kabla ya kumpatia mkono Nadhifa akimsalimia. Kisha aliuliza, unaelekea wapi? Swali hili lilimfanya Nadhifa kushtuka kidogo, maana hakuwa akimfahamu mtu yule. Isitoshe pia angeweza kumuuliza mtu wa pembeni yake, lakini amemchagua yeye kivipi sasa? Moyoni akajiuliza, huyu mtu ni nani? Imekuwaje hadi ameanza kumuuliza maswali? Aliona hana sababu ya kuwa mkweli mbele yake na kuanza kuzungumza naye. Akaweka uongo huku akimsukumia mume wake mpira. Asijajua, ni mume wangu ndo anajua tunakwenda. Sawa. Nikajua mnaelekea Kigoma bwana, maana naenda huko, lakini mimi sipajui vizuri. Pole, una ndugu huko? Wapo, kwa bahati mbaya nawapigia hawapatikani bwana.
Pole sana. Asante. Yule mtu alishukuru kisha alirudisha umakini katika simu yake. Dakika 4 mbele Isa alirejea na binti yake. Wakaendelea kupiga stori za hapa na pale. Kwa bahati mbaya ama nzuri, Nadhifa hakumweka bayana kama alifanya mazungumzo na yule mtu. Wakaendelea kucheka, kukumbatiana na kupeana matumaini katika safari yao, huku kila mmoja akiwa na imani kwamba wangefika salama huko waendako. Ilikuwa yapata majira ya saa 1 usiku upande wa pili. Kiwingu kidogo kikiwa kimetanda angani, huku kikitoa ruksa kwa mwezi kuonekana kwa mbali kwa ajili ya kuumulika ulimwengu ili laana ifanyike vizuri. Shaelewa. Muda huu baba Nadhifa na mke wake walikuwa sebuleni, huku hamu kubwa ya kujua binti yao yuwapi ikiwaingia. Wakiwa wanaendelea kutazamana, simu ya mama Nadhifa iliita na haraka sana alipokea mara baada ya kujua anaipiga ni Rahim. Alisema, ripoti? Hard mission boss. Yaani kazi ngumu. Kwa nini? Mpango umeenda tofauti na nilivyofikiria. Wewe unamaanisha nini? Ni kweli ameshuka Kigoma, lakini baada tu ya kushuka alifuatwa na watu ambao wanafanya nao kazi. Walikuwa makini sana. Kila alipoweka mguu nao waliweka mguu wao. Lakini naonesha yule mtu yupo makini sana katika machale. Yaani nakwambia wote wamechenjetwa na amewachenga wote. Dadeki. Mama Nadhifa alitusi kwa hasira akiwa anaunguruma huku simu akiibamiza chini. Hasira zilimtafuna. Hakutegemea kama angekutana na taarifa kama hii, hasa kutoka kwa mtu ambaye anamwamini kwa asilimia zote na pindi anapompatia kazi ni lazima aitekeleze. Lakini leo hii anapewa taarifa yeye ya kumchoma moyo wake. Akachoka moyo na akili. Eti wamekosa kumpata Nadhifa licha ya kujua kwamba amefika Kigoma. Upuzi huo. Baba Nadhifa akauliza, "Vipi mke wangu, kuna nini?" Aliuliza akiwa anamtazama mke wake ambaye alimguruma. Isa anaendelea kujichimbia kaburi huyu. Anataka kifo huyo mtoto. Vipi, wameshindwa kumpata? Tutaongea, ngoja. Mama Nadhifa hakutaka mambo mengi, aliondoka na kuelekea chumbani. Wakati mama Nadhifa anaondoka pale sebuleni, aliingia Sajma ambaye alionekana kuwa na hasira kuliko kawaida. Na kukumbusha msikilizaji, huyu Sajma ni dada wa baba wa Nadhifa, kwa maana ni shangazi yake na Nadhifa. Nakumbuka msimamo wake yeye ni kumsaidia Nadhifa pamoja na Isa waishi maisha yao kwa sababu wameamua kupendana. Yeye anawasupport na anakinzana kwa asilimia kubwa sana na hiki ambacho wazazi wa Nadhifa wanakifanya kwa binti yao. Basi Sajma alifika pale akionekana kuwa na hasira kuliko kawaida. Alipofika tu alianza kugomba akimtizama baba Nadhifa ambaye ni kaka yake. Akamwambia, "Wewe unataka kufanyaje? Unataka kufanya nini Salim? Unataka Nadhifa akusujudie ili ujue kwamba anataka uhuru wa kuwa mwenyewe?" Dada, it is my family matter. Acha kuingilia. Yaani wewe ndio utume watu wakamua Isa? Yaani unatuma watu Kigoma wakamua Isa, si ndio? Hivi unaweka wapi furaha ya binti yako wewe? Unataka ishi maisha gani binti yako? Hey, wifi. Stay away from my family. Stay away from my family. Haikuhusu. Mama Nadhifa alifoka akiwa anaingilia mazungumzo yale akitoka chumbani. Hii inanihusu wifi. Inanihusu. Tena tusiniongelee kwa jazba. It's my family, not yours bana. Ni familia yangu sio yako. So haukuwepo leba wakati namleta Nadhifa wewe. Sitaki ucheze na damu yangu. Niache, ni mwanangu, nimembeba miezi 9 na nina mamlaka kufanya chochote anachojisikia. Ni binti yangu. Niache wifi. Mama Nadhifa ambaye alikuwa anashuka ngazi alifoka. Hakutaka tena matani na Sajma ambaye alijibu, "Sasa lolote baya ambalo litamkuta Isa ama Nadhifa, basi fahamu utawajibika kisheria. Nyote ninyi mtawajibika. Sitawachekea kwa sababu ile ni furaha ya Nadhifa. Iwe ni wewe ndio ulimleta ama la, haijalishi wewe umemzaa au hujamzaa. Lolote litakalompata Isa, hasa Isa huyo ambaye mnamtafuta sana, tutakula sani moja. Lakini kwa sasa yule lazima mkae na mkajua kwamba ni mali ya familia, kwa sababu yule anampenda mwanenu, wamependana, wanaishi pamoja. Sasa thubutu kufanya unaloliwaza, utajua sheria inahukumu watu wa aina gani." Alipiga kimya Sajma kabla ya kumgeukia kaka yake, kisha alifoka akimwambia, "Salim, usiondoe upendo wako kwa neno la umasikini ambalo lipo kichwani kwa mtu anayejua kupambana. Nisisikie kitu kibaya kimewakuta watoto hao.
nitawafunga gerezani nyote nyinyi. Mkwara huu ulitosha kwake kuondoka katika eneo lile. Hakuweka tena makazi, aliondoka. Mama Nadhifa alipatwa na hasira, akajaa, akachukia kuliko kuchukia kwenyewe. Alijikuta akishika kingo za ngazi kwa nguvu huku akisaga meno na kunguruma. Mambo gani haya? Kuchezewa familia yake ndio kitu ambacho hapendi, lakini Sajma anataka kufanya hivyo, na kama mkwara tayari ameshapewa. Nakwambia, mwambie ndugu yako asinitafute. Huyo dada yako huyo asinitafute, asinichokonoe. Mama Nadhifa alimchimba mkwara baba Nadhifa ambaye ni mume wake, kisha alirudi tena chumbani ambako sauti ya ngumi zikitua katika ukuta zilisikika. Yaani familia bwana, mwanamke ndo ana nguvu, mwanamke ndo anaonekana kutoa amri, mwanamke ndo ana sauti juu ya mwanaume. Ni majanga. Haya bwana, sisi tuendelee na story yetu. Sasa tuelekee kule Kigoma. Wakazi wa kijiji cha Ilubengela walimpokea Isa akiwa kama mgeni kutoka jijini Dar es Salaam. Ilikuwa ni majira ya saa 6 usiku ndio walifika katika eneo ambalo Isa amezaliwa, huku akiletwa na bajaji ambalo liliwaacha na kuondoka zake. Kama wenyeji walijiona wamepata ugeni sahihi. Hakuna ambaye aliamini kama wanaomuona mbele yao ni kijana mdogo ambaye aliondoka kwenda mjini kutafuta, na leo hii anarudi akiwa na familia yake. Aliondoka akiwa kijana mdogo mwenye umri wa miaka 14. Leo hii ni mtu mzima, amerudi akiwa na familia. Wazazi wa Isa walikuwa na furaha sana mara baada ya kumuona mtoto wao. Mama Isa akambeba Nahia ambaye tayari sasa ni mjukuu, akambeba katika mikono yake, alimrusharusha juu mara 2 mara 3 na kumwacha chini ambako alidakwa na ndugu wa Isa ambao kila mmoja walimgombania Nahia, kila mtu akitaje kumbeba. Mama Isa akaenda kwa Nadhifa. Kwanza alimtizama usoni kwa muda mrefu sana. Alimsifia huku akiwa amemshika mikono yake. "Hey binti, uzuri huu umechukua kwa nani?" Maneno haya yalimdondosha machozi Nadhifa. Yalikuwa ni machozi ya furaha, machozi ya upendo yenye kustaajabu, mapokezi mazuri ambayo aliyapokea kutoka kwa mama mkwe wake. Alijinamia chini huku akiweka tabasamu. Alimshukuru mama mkwe ambaye alimtaka kuingia ndani huku akionekana ni mwenye furaha iliyopitiliza. Katika nyumba hii kila mmoja nyuso yake ikaweka tabasamu, msikilizaji. Walipohitaji masimulizi juu ya ujio wao ambao haukuwa na taarifa, Isa aliwaambia ikifika asubuhi basi angeweka kila kitu bayana na kila mmoja angefahamu kwa nini alikuwa yupo pale kwa wakati ule. Wote walimkubalia na kusubiri asubuhi pambazuke ili wapate kujua sababu ya ujio wao. Mawifi wa Nadhifa waitwao Rali na Sali walimpenda sana Nahia. Hawakuacha kumgombania. Hawa walikuwa ni mapacha wenye umri wa miaka 17 na muda wote wangeingia miaka 18, wangeingia katika umri wa utu uzima. Waliishi na wazazi wao mabinti hawa. Sali alitokea kupendwa sana na Nadhifa, hasa alipokuwa akiongea. Alikuwa ni mpole, mwenye sauti ya kutulia na nyororo sana. Aliongea kwa vituo kuliko hata Rali ambaye alikuwa ni kulwa huyo. Yeye aliyapeleka maneno kama yalivyo bila hata kuweka kituo katika uongeaji wake. Lafudhi ya waha ilimtafuna vilivyo na ubishi ulikomalia katika komwe lake kabisa. Unajua waha alivyoabishe ni balaa. Sasa kama ile alitoshi, Rali alikuwa ni mtu wa kuchekacheka tu muda wote, hata kama jambo lisingechekesha yeye angekuwa anacheka tu. Wakati Nadhifa akiongea na mama Isa alikuwa akifanya mazungumzo na baba yake ambaye alikuwa amezeeka kidogo. Umri ulienda japo si sana. Wawili hawa walifanana katika kuongea, ingawaje ongea Isa ilikuwa tofauti katika lafudhi. Mazungumzo yao yalifanyika nje ya nyumba ambayo walikuwa wakiishi, huku mbalamwezi ikiendelea kuamulika. "Nini kimekurudisha mwanangu? Maana inaonyesha si safari ya kutarajia." Ni kweli baba, lakini nadhani kesho utafahamu kila kitu. Kuna mengi ambayo unapaswa kuyajua babangu. Sawa mwanangu Isa, na naona umekuja na binti mwingine. Vipi kuhusu yule Jamila? Baba, kuhusu Jamila wewe acha tu babangu. Kuna muda hadi najuta maamuzi yangu ambayo niliyafanya. Kuna nini? Wanasema hakuna alienda mjini akiwa na akili timamu asirudi akiwa na akili pungufu. Na wakaongeza usipobadilika basi utabadilishwa. Jamila baba sio yule tena mnayemjua nyie kutoka hapa Kigoma. Amekuwa mcharuko kuliko hata Zoena.
Hey, Mungu wangu, imekuwaje tena? Baba, sijui hata nianzie wapi, lakini hata mwanae hamtaki na anasema kwamba hana mtoto. Kama hilo alitoshi, amebadilisha na jina lake kabisa. Hivi sasa anaitwa Margaret. Isa. Baba Isa alishtuka. Asiamini kile ambacho alikuwa akiambiwa. Ndio hivyo baba, lakini usiku wa leo nitapumzika na kesho nitakusimulia kila kitu. Nipe idhini ya kwenda kupumzika baba, naomba nikapumzike, nimechoka sana na safari. Sawa mwanangu. Baba Isa alitoa ruksa na Isa alienda sehemu familia yake ambayo ilikuwa ndani. Wakiwa kama wageni, walitengenezewa chumba chao ambacho wangeishi na kulala kama familia. Kilikuwa ni kitanda kidogo ambacho kiliachwa na Isa kabla ya kwenda Dar es Salaam miaka hiyo. Baada ya Isa kuondoka, kibanda hiki kilibadilishwa na kuwa zizi la kuku. Kwa maana kilibadilishwa kuwa ni zizi la kuku, bata na mifugo mingine aina ya ndege. Sasa kwa kuwa Isa amerudi na ile nyumba kubwa imejaa, halafu kuna familia, hakukuwa na namna zaidi ya kuwapa chumba hiki. Nao walikubaliana na hali kwa sababu ndo wanafika na mazingira ya nyumbani Isa anayajua mwenyewe. Ni mazingira ya kimaskini. Hali zetu za chini wa Tanzania tunajuana. Basi wakalala kitandani. Nadhifa alikuwa akisikia watu wanalala na kuku ndani, wala hakuwahi kuona, lakini hii leo anajionea mwenyewe. Mimi najiuliza, sijui huko ndani, sijui huo utitiri wa wale kuku sijui ilikuwa aje ise, wale kunguni, viroboto. Haya. Sasa movie ilikolea pale ambapo chumbani kulikuwa na kuku akiatamia mayai yake. Kwa hiyo wadudu kama utitiri waliweka kambi na wasingetoka kwa siku ile. Usiku ukawa mrefu kwa Nadhifa na Isa. Kutokana na mazingira ya mle ndani. Mazingira yalikuwa magumu sana kwa Nadhifa. Ilibidi watoke nje ili kuepusha kikohozi ambacho alikuwa nacho, lakini pia utitiri ambao uliendelea kuandama mle ndani. Wakiwa nje walipiga hatua hadi katika eneo ambalo lilikuwa ni kichuguu kidogo hivi. Walikaa hapo wakiwa wanatazama vimulika ambao walikuwa wanarukaruka hewani. Vimulika nikizungumza hivyo msikilizaji, unajua kuna wale wadudu huwa wanaruka ukiwa usiku, wanaruka hivi wanawaka hivi. Sawa, wadudu hao walikuwa ni maarufu sana kutokana na kuwaka majira ya usiku, huku wakiwaka na kuachia hivi. Nadhifa alishuhudia aina nyingine ya wadudu katika maisha yake. Hakuwahi kuviona hivi. Havipo hivi. Au jamani nyewe huwa mnaviona? Usikute wengine tunasimulia hapa hata hawaelewi tunazungumza wadudu gani. Umeona bwana? Sasa Nadhifa alishuhudia uzuri wa kijijini. Alishuhudia uzuri wa kijiji hiki ambacho kwa sasa hivi wakazi wake walikuwa wamekwisha kulala kama si kujipumzisha. Nilikwambia kwamba nitakuchosha na kukuumiza kuja huku na mimi. Unakumbuka nilikwambia? Isa alimwambia Nadhifa ambaye alikuwa amemshika mkono. Akamwambia, mume wangu, kwa nini unapenda kuongea hii kauli? Mimi sipendi bwana. Basi ngoja nirudi nyumbani sasa. Nadhifa alionyesha kuchukizwa. Akajitoa katika mikono ya Isa kisha alipiga hatua akiteremka kilima kidogo kilichokuwa mbele yake. Kutokana na kiza kutawala katika kijiji na ule ulikuwa ni usiku, Isa hakuona kama angekuwa sahihi endapo angemruhusu Nadhifa kuyaendea maamuzi yake ya awali. Aliamua kumfuata na kumkimbilia hadi alipomfikia. Alimshika kisha akamwambia, "Asa kwa nini unawaza wewe unawahi kukasirika kiasi hiki mpenzi wangu?" Alimtizama usoni. Nadhifa akatoa mkono wake katika mikono ya Isa na kufunga kisha akasema, "Hauoneshi kama umeridhika kuwa na mimi hapa. Yaani ni kama unaona kwamba mimi sio mtu sahihi kuwa hapa. Hebu niambie, Lakini kumbuka nimeacha mambo mangapi kwa ajili yako, lakini muda wote wewe unasema unanitesa sijui inakuaje. Mimi sipendi hizo kauli." Kilio kilimwanguka Nadhifa ambaye alisogea pembeni na kuchuchumaa. Alianza kulia. Kilikuwa ni kilio cha kwikwi ambacho kilimfanya Isa ajisikie vibaya. Alifahamu kwamba ni kweli amekosea kutamka kauli hizi ambazo kila muda anarudia. Zilikuwa ni kauli ambazo ni chukizi kwa barafu wa moyo wake. Alienda akamuinua, akaweka mikono shavuni kwa mwanamke huyu huku akimuinua na kusema, "Nisamehe sana barafu wa moyo wangu. Mimi ni binadamu na sio malaika mke wangu. Kuna muda nateleza kwa kutamka vibaya ama kuongea kauli chukizi kama hii leo. Kikweli sikutegemea kama ungekuwa ni mwenye kukosa amani baada ya kutamka vile. Sijafanya vile ili uchukie." Aliweka kituo, akamfuta machozi Nadhifa kwa kutumia ulimi wake. Haya mahaba. Haya. Uso wa Nadhifa ukavimba, lakini moyoni ulikuwa na tabasamu lililopitiliza. Furaha aliyokuwa nayo haikuwa ya mfano wake kuona kwamba
alikuwa na mwanaume ambaye anayajali na kuthamini hata machozi yake. Hakupenda chozi lake liguse katika ardhi, badala yake alibadilisha kuwa mate. Alijikuta akibadilishana hadi uso wake, kwa maana alibadilika hadi uso wake. Tabasamu likamtawala. Alimtizama Isa na kumuuliza huku akibadilisha mada, kwa nini ulisema tubadilishe njia? Kwanza umenisamehe kwanza kabla tujaendelea? Ya baby, nimekusamehe. Nitaaminije? Jamani, nimekusamehe kweli mpenzi wangu. Okay, kama kweli umenisamehe nipige busu. Hilo tu? Ndio. Kilichofuata ilikuwa ni Nadhifa kumsogelea Isa. Kisha kilichotokea hapo tayari ushajua nini kilitokea Sasa hiki kitu kilifanya kila mmoja asisimke mwili. Mkono wa Isa ukagusa kifuani kwa Nadhifa na ukampapasa kidogo. Hisia kali zikamfikia Nadhifa. Alihisi kama yupo peponi, akasherehekea matunda yake na malaika. Dakika moja mbele aligeuzwa na Isa. Sasa akawa yeye mbele na Isa nyuma akimbambia. Muda huu ndio jibu la swali la mwanzo lilipatikana, ambapo Isa alijibu, nilihisi kama yule mtu wa pembeni yetu alikuwa anatufuatilia. Na ni kweli ilikuwa hivyo. Wewe ulijuaje? Akamwambia, nimefunzwa vitu vingi sana. Hata nilipokuwa natoka katika kiti nilihisi jambo, na ndio maana niliamua kuondoka, kwa sababu ningeweza kukuambia umpeleke mtoto na mimi nibakie. Ningeweza kufanya hivyo, lakini sikuamua hiyo njia. Sawa, lakini nimetokea kumpenda yule wifi mkubwa. Anaongea vizuri. Kila mmoja huko ndani anampenda sana Rali kwa sababu yuko vile. Labda wabadilisha mwelekeo siku za karibuni. Kila mmoja na chaguo lake bwana. Wangu ni Sali. Mimi nampenda na nitamfundisha mambo mengi sana. Vipi lakini mazingira umeyapenda mke wangu? Ya, nimeyapenda as long as upo pembeni yangu na kuona, basi niko na amani tu katika moyo wangu. Nadhifa alijibu, kisha alimwomba Isa warudi ndani, ambako walipofika tu jambo la kwanza ilikuwa ni kubadilishana mate. Licha ya mazingira kuwa mapya kwa Nadhifa, lakini mapenzi yake kwa Isa yakamfanya kubali kulala katika kitanda ambacho kama angekuwa anaishi na wazazi wake asingeweza kulala hadi siku anakufa. Ama kweli apendaye haoni, msikilizaji. Nadhifa hakuona mateso ambayo anapitia kwa Isa. Aliweka tabasamu kila alipomtizama mwanaume huyu akiwa amelala mara baada ya kuzanga mwana. Uso wake ukajawa na tabasamu kuliko hapo awali. Furaha na amani ilikuwa ni kitu muhimu kwake, hata kama angeishi mazingira gani. Aliamini Isa ni mtu sahihi aliyekuja katika nyakati sahihi ndani ya maisha yake. Hakuwa na kasoro yoyote ambayo wazazi wake waliiona kwa kijana huyu. Akiwa bado anaendelea kumtizama Isa, aliyakumbuka mazingira ya nyumbani kwao. Upweke uliosababishwa na kukosa usingizi kulimfanya ajawe na mawazo mengi sana na kuhisi nyumbani kwao. Huenda angeweza kumpa taarifa dada yake Yusta ili walau ajue kwamba wanaendeleaje. Akamkumbuka Yusta ni mtu mwema, na hata kama angemwambia wapi anapatikana, basi siri isingevuja popote pale. Alimwamini na kuweka pembeni kauli ya never trust anybody. Akaupuza msemo huu wa wazungu. Aliona anapaswa kumjuza kama amefika salama. Akasahau kabisa maelekezo ya Inspector Kimba. Wazo hili aliona anapaswa kulifanyia kazi. Alimtizama Isa ambaye aliendelea kukunguta usingizi vilivyo mara baada ya heka za dakika chache zilizopita. Akili yake ikamwambia asingeweza kuamka. Haraka alipiga hatua hadi sehemu ilipokuwa simu. Alichukua na kutoka nje kwa hatua za kuchechemea, huku akiwa na dhumuni la kumpigia simu Yusta na kumpa taarifa juu ya wapi yeye yupo kwa wakati huu. Hatua zake zilimfikisha hadi sehemu yenye kiza kidogo. Akachezea simu, mwanga ukampiga usoni vilivyo. Aliganda kwa muda akiwaza apige ama asipige. Akiwa na simu mkononi, maneno ya Inspector Kimba yakarudi tena katika kichwa chake akisema, nimewawekea laini mpya katika simu zenu. Tafadhali msiwasiliane na mtu yeyote kutoka Dar es Salaam. Kufanya hivyo ni kukikaribisha kifo, kwa sababu watajua, na wakijua watawatafuta kwa gharama ya aina yoyote ile. Mnaweza kuteremka na kila laheri. Maneno haya yalikuwa ni kama kifungo huru kwake. Alikuwa ni muumini ambaye hakuona dhambi kufanya jambo baya ikiwa watu wengine hawaoni, hata kama Mungu alikataza. Hofu ya mkwara wa Inspector Kimba ilimtoka ikiwa anafanya jambo bila Isa kujua wala Inspector Kimba kutambua. Hatimaye Nadhifa aliandika namba ya dada yake, kisha alipiga simu na kuweka sikioni. Halo, sauti kutokea upande wa pili wa simu ilisikika. Basi
Akiwa ni mwenye wasiwasi, Nadhifa aliweza kumweleza dada yake juu ya eneo ambalo yeye yupo. Alimwambia jambo hili afanye siri na isitokee siku akaiweka siri hii nje. Alimwamini na hakuacha kumsisitiza. Yani wana upendo wa dhati hawa watu dada. Kweli nakwambia, yani dada, haki vile. Isa ni mtu sahihi kwangu. Nampenda, ndio, yani nampenda. No, yani usiseme hivyo na kuomba. Naomba usiseme, usimwambie mtu yeyote, sawa? Kama nikishapata ujauzito wake tu nitarudi, sawa? Na kutegemea. Okay, bye. Na kama nikipata muda basi tutakuwa tunawasiliana. Okay? Ila nakusii chonde dada, usitoe hii siri. Alizungumza maneno hayo mfululizo. Msisitizo huu uliwapa amani na kila mmoja alikuwa na uhakika na mwenzake. Hatimaye simu ilikatwa na Nadhifa alirudi ndani. Alimkuta Isa akiwa anaendelea kukung'uta usingizi. Moyoni mwake aliumia kuona ameanza usaliti mapema, lakini hakuwa na jinsi kwa sababu aliyempa taarifa ni ndugu yake anayempenda. Basi alipiga hatua hadi kitandani. Akaweka kitako kabla ya kuitizama midomo ya Isa ambaye ilipendeza kwa busu. Alimpiga busu eneo la mdomoni kisha alijiweka ubavuni mwake. Akautafuta usingizi. Masaa yalisonga. Dakika zikasukumana na sekunde kama abiria katika daladala za Buhongwa Posta kule jijini Mwanza. Hatimaye asubuhi ilitia nanga. Ilikuwa ni asubuhi yenye furaha kwa Nadhifa ambaye aliamshwa na Sali aliyemtaka waende mtoni kuteka maji. Alimkubalia. Waliongozana huku soga za hapa na pale zikiwa hazikauki. Isa alibaki nyumbani akizungumza na familia yake kama sehemu ya masimulizi juu ya kile ambacho kimetokea. Kumbuka jana aliahidi kwamba atawasimulia familia yote ambayo yalitokea huko jijini Dar es Salaam. Aliwasimulia machache kati ya mengi, kuanzia safari yake na Jamila hadi anachoropoka na mwisho upendo wake ukafa kwa Jamila na ukahamia kwa Nadhifa hadi wanarudi Kigoma. Yalikuwa ni masimulizi ambayo kila mmoja alibaki mdomo wazi. Mengi waliosimuliwa yalikuwa ni yenye kuumiza, hasa tukio la Jamila kumsaliti mtoto wao. Kwa hiyo baba, ipi hatima yenu sasa? Mama Isa aliuliza. Hakuna jingine mama, zaidi ya kwamba tumekuja hapa kuanza maisha yetu. Shughuli za uvuvi hivi, tutakuwa wavuvi. Tutakuwa nafanya hivyo. Haujasahau kweli kupiga mbizi na kurusha ndoano mwanangu? Baba Isa aliuliza. Tabasamu likaa usoni kwake. Hapana, mjini hakujanibadilisha hivyo baba. Na huyo binti huyo binti mwanamke atabakia kwangu. Mathalan ni upendo unaongoza dunia. Sidhani kama kuna dhambi hapo. Na vipi kuhusu wazazi wake? Mama, kila kitu kinaamuliwa na matokeo. Pindi matokeo yetu ya maisha yatakapokuja, wenyewe wataunga mkono juu ya penzi letu. Isa aliwaweka wazi wazazi wake. Basi kwa kuwa walishakula, kwa maana walishapata yale masimulizi yenye ukweli, wazazi wa Isa hawakuwa na hiana katika hili. Walikubali kumtunza Nadhifa kama sehemu ya familia yao. Maisha mapya yakazaliwa tena. Kijiji kikapata wageni wapya. Familia ya baba Isa ilikuwa kwa kuongezeka idadi ya watu. Kutoka watu 4 hadi 7 halikuwa jambo dogo. Jioni ilipofika, Isa alimtembelea, kwa maana alimtembeza Nadhifa katika maeneo mbalimbali ambako huko alikuwa akicheza enzi za utoto wake na marafiki zake. Walitembea na sasa wanarudi nyumbani. Akiwa na Nadhifa katika mgongo wake, Nadhifa alimsogelea Isa na kudeka akisema, "Hivyo unajua hivi ndio nina amani zaidi." Akaweka kichwa chake katika bega la mwanaume huyo. Nahisi amani yetu itatimia endapo tukiendelea kutunza ahadi yetu. Ahadi gani? Kama ni upendo mimi nautunza tu kipenzi. Hapana. Ni ahadi ya kusahau kuhusu Dar es Salaam, kutokuwapigia simu. Unajua hivi sasa tuna amani, lakini siku tukisema tupige simu Dar es Salaam, basi amani yote itapotea. Na amani ikishapotea, hakuna kingine kitapatikana zaidi ya huzuni. Isa alifunguka. Maneno haya yakageuka kuwa sehemu ya majuto kwa Nadhifa. Alikumbuka kuhusu siku ya jana usiku alipoongea na dada yake akimsisitiza kuwa asije akasema. Aliona tayari ahadi ameivunja, lakini alijipa moyo kuwa Yusta asingeweza kusema kwa namna yoyote ile. Alificha ukweli kwa kumhakikishia Isa. Na imani mimi ndo napaswa kutunza ahadi hii kwa mikono yangu na kuhakikishia sitakuja kupiga simu kwa mtu yeyote yule. Ila wanawake. Haya, uso wake ukaweka tabasamu, akamkumbatia mwanaume huyu anayempenda kuliko kitu chochote katika ulimwengu huu.
Basi tukirudi kule jijini Dar es Salaam, msikilizaji, ilikuwa ni siku ya maziko ya mwili wa Mrs. Serefu, ambako maziko yalikuwa yakifanyika kwenye makaburi ya Sinza. Watu mbalimbali walikuwa wamefika katika mazishi hayo. Kumbuka Mr. Serefu ni mtu mkubwa sana hapa jijini. Ni mtu mzito sana. Ana mtandao mkubwa sana wa watu serikalini, lakini pia huku kwa watu binafsi. Maziko yalifuata taratibu zote za uzikaji, na pindi yalipoisha, wale ambao walikuwa na haraka zao waliondoka. Mr. Serefu akiwa na mtoto wake kwa maana Ahmed walitazama kaburi la mwanamke ambaye walimpenda kwa dhati. Hakuna ambaye alishindwa kudondosha machozi. Waliumia moyoni na katika mwili wao kwa ujumla. Vitambaa vyao vikaloana machozi kwa kiwango kikubwa. Walikuwa katika nyakati mbaya na ngumu zinazohuzunisha sana. Siku moja nitarudi hapa na kukuambia kwamba nimelipa kisasi. Nitarudi mama, Ahmed alizungumza akiwa anaweka ahadi katika kaburi la mama yake. Mkono wake wa kulia ulikuwa umeshika mchanga ambao aliusaga hivi na kuachia chini. Mchanga huu uliungana na machozi ambayo yalikuwa yanamdondoka. Simanzi litawala kwa mwanaume huyu ambaye aliteswa na mapenzi. Rania ambaye alikuwa pembeni yao alimwona Ahmed akiwa ni mwenye huzuni sana. Alienda kusimama kando yake, akamwambia huku akimgusa kama ishara ya kumtuliza, "Utakuwa sawa, niache. Usipende kuweka mazoea na mimi." Ahmed alimfokea huku akimtizama Rania kwa jicho la kuonya lenye ukali ndani yake. Rania alibaki mpole, moyoni mwake kukatawaliwa na wimbi zito la maumivu ya kudharauliwa kwa upendo wake. Aliumia na maumivu haya yalijionyesha wazi wazi kwa kudondosha machozi. Ahmed hakujali hilo. Hakujali machozi ya mwanamke huyu, zaidi ni kwamba aliondoka katika eneo la makaburi. Hatua zake zilimfikisha kwenye gari ambako hakukaa sana. Alipanda gari ile na kuondoka. Mr. Serefu alimtizama kijana wake. Alifahamu ni namna gani Ahmed ana hasira na anataka kulipa kisasi. Akiwa anaendelea kumtizama, pembeni yake alikuja Inspector Kimba na kusimama. Kisha alimuuliza, "Nilikuwa nje kwa majukumu ya kikazi. Nini kilitokea? Ili kama jeshi la polisi tuwajibike na mhalifu." Haina umuhimu. Lakini umepoteza mkeo mkuu. "It's none of your business." Yani haikuhusu. Mr. Serefu alifoka. Akaondoka huku akionyesha hataki mazungumzo na Inspector Kimba ambaye alibaki ameduaa akiendelea kumtazama mwanaume huyu hadi anapanda katika gari na kuondoka. Watu wengine ambao walikuwa katika mazishi yale, mara baada ya kuona kila mmoja anayehusika na msiba ametawanyika, nao walitawanyika, akiwemo Rania pamoja na Inspector Kimba. Walielekea maeneo mengine ambako huko wangeendelea na harakati zao. Basi majira ya saa 12 jioni, Mr. Serefu akiwa nyumbani kwake aliletewa taarifa na kijana ambaye alimtuma kumfuatilia Jamila. Walikuwa wakitembea katika eneo la bustani ambalo mara kadhaa walitembea wakiwa wawili, yani yeye na marehemu mke wake. Kwa sasa hayupo. Taarifa hii ikadondoka mezani kwake ikisema, "Inawezekana kuwa ni rahisi kwetu kumtumia huyu kwa sababu mume wake amedanganywa kuhusu historia yake. Tunaweza kutumia historia hiyo kama fimbo ya kujua wapi amejificha. Tunampataje sasa?" Safi. Awe katika kikao na sisi ikifika Ijumaa. Sawa? Alizungumza Mr. Serefu na kumtaka mjumbe wake kuondoka. Mjumbe aliondoka, naye alibakia akirandaranda kulia na kushoto. Taarifa ambayo amepewa, aliona anaweza kumpata Isa vizuri na kiurahisi kwa sababu angemtumia Jamila kwa urahisi kwa sababu alificha historia yake kwa Dickson, hivyo kungekuwa na vitisho juu ya kuvuja kwa historia hiyo endapo asipokubali kuwapeleka katika eneo ambalo Isa angeweza kupatikana. Basi tugeukie upande wa pili, hapa jijini Dar es Salaam, maeneo ya Tandale kwa Tumbo, katika nyumba ya Sheikh Masudi. Ilisimama gari, kisha Ahmed alishuka akiwa ameongozana na Mudi ambaye alibeba begi dogo hivi aina ya Gucci. Waliingia katika nyumba ile. Walimkuta Sheikh Masudi akiwa anaendelea na mambo yake. Wakakaa, kisha walimchorea ramani kamili huku akimuonesha picha ya Isa. Sheikh Masudi alipoona picha ya Isa tu alitingisha kichwa, akatingisha kabisa kichwa chake kutoka kulia kwenda kushoto.
kushoto kwenda kulia. Alionekana hakuwa tayari kufanya jambo aliloambiwa. Siwezi kukufundisha ngumi uende ukapigane na mtu ambaye nimemfundisha mimi kwa mkono wangu. Namjua Isa wewe. Sio mtu wa kupigana naye wala sio mgomvi. Huo ni kijana wangu, nimemfundisha. Kuna sehemu labda mlimkosea. Itakuwa alikosewa tu. Sio mgomvi wa kijana. Sheikh Masudi aliwakatalia. Ina maana unamfahamu? Ahmed aliuliza. Huyu ni mmoja wa vijana wangu wa pole sana, asiyewahi na ambaye hajawahi kunionyesha upande wake wa pili wa hasira zake hata siku moja. Ni kijana mwaminifu na ni mtiifu sana. Sasa sikia, mimi namtaka huyu mtu. Namtaka kwa sababu ameniulia mama yangu. Aliyekuulia mama yako ni Isa huyu au? Yeah. And how much unataka nikulipe? Wewe niambie unataka kiasi gani nikulipe ili ukamuue? Ngumi hawajifunzi ili kulipa kisasi, bali ni kwa ulinzi binafsi. Haitajalisha. Kazi yako naomba unifundishe ngumi kwa ajili ya kumpiga Isa na si vinginevyo. Niambie unataka shilingi ngapi nikulipe? Milioni ngapi unataka wewe? Mia ngapi? Hata bilioni nakulipa. Ahmed akasisitiza, kisha akatoa begi lenye hela na kumkabidhi Sheikh Masudi. Mikono ya Sheikh Masudi ikafungua begi lile. Macho yake yakakutana na minoti ambayo hakuwahi kuiona katika maisha yake. Akili ikamwambia kataa, lakini moyo ulimwambia utakufa maskini mbwa wewe kwa kukataa hizo pesa. Akafikiria zaidi. Njaa siku zote huleta wizi, usaliti, ufisadi na pia huvunja upendo wa dhati. Ama kwa hakika Sheikh Masudi alidhihirisha hili yeye kama binadamu, hata ungekuwa wewe msikilizaji. Maana alipatwa na kigugumizi cha maamuzi juu ya swali liloulizwa. Akauliza, upo tayari? Swali lilidondoka. Okay, unataka lini? Yaani ni kwamba hogo hili nalitoa kesho kutwa, maana sikuumia sana. Kwa maana kwamba kuanzia leo sasa utakuwa unafuatwa kila siku na kuletwa nyumbani. Utanifundisha huko. Sawa eh? Ahmed alieleza, kisha waliongea maneno kadhaa na mwisho aliondoka huku akiwa na uhakika kuwa ni lazima angefunzwa mapigano na Sheikh Masudi ambaye ndio mtu aliyemfundisha Isa mapigano. Hakika pesa ni mwanaharamu msikilizaji. Kaisari aliyemtuma Yuda kumuuza Masihi ndiye huyo ambaye anatumika katika kumuuza Isa, kwani Sheikh Masudi alikubali kuwa mwalimu wa Ahmed ili ajue ngumi, kwa maana amfundishe ngumi na mwisho akamwangamize kijana wake, kijana aliyotoka katika mikono yake, kijana ambaye hakuwa na aibu kusema mbele za watu kwamba alikuwa ni mpole. Sasa msikilizaji, sijui mimi na wewe hatujui nini ambacho kinakwenda kutokea. Sheikh Masudi amekubali kuwa mwalimu wa Ahmed. Maana yake mbinu zake zote za mapigano ambazo alimfundisha Isa kipindi cha nyuma anakwenda kuziambukiza pia hizo mbinu kwa Ahmed. Ahmed akisha kuwa fiti, akisha kuwa imara kwenye mapigano, wakikutana na Isa, sijui nini kitatokea. Na vipi kule Kigoma ambako Isa yupo pamoja na familia yake? Kumbuka kwamba Nadhif alipiga simu. Je, mambo yatafahamika? Ukweli wote utafichuka? Ile timu ambayo imetumwa kwa ajili ya kuwapeleleza watagundua walipo na nini ambacho kitatokea? Hii ilikuwa ni sehemu ya 5. Basi ni kuombe tukutane katika sehemu ya 6 tufahamu nini ambacho kitaendelea mara baada ya hapo. Hakikisha umeandika komenti yako hapo, tuambie unatusikiliza ukiwa wapi na unafurahia kitu gani hasa katika simulizi hii, kwa maana unajifunza kitu gani. Hapa ni Simulizi Zetu Media. Kumbuka simulizi hii ya Nibaki na Wewe imeandikwa na Sam Dafu. Mimi naitwa Mr. Tuliano na unaweza kujiunga nasi katika group letu la WhatsApp Simulizi Zetu Media kupitia nambari 0757567253. Asante, tukutane katika sehemu ya 6.